Mume wangu, uko sawa kweli? Siko sawa. Shida nini? Kichwa kinaniuma sana. Pole sana mume wangu, utakuwa sawa. Takupatia dawa unywe, kichwa kitapoa, sawa eh? Mbona kama nimelala sana? Ni saa ngapi kwani sasa hivi? Sasa hivi ni saa 4 mume wangu. Saa 4? Pole, utakuwa sawa baba. Sawa? Wewe. Na shida gani kwani wewe? Usiku leo nimeota ndoto mbaya sana. Nimeshindwa kuelewa na maana gani. Ndoto mbaya? Ndoto gani? Mama. 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 Anda nini, mbona fujo wewe? Mama, amka basi unisikilize. Sitaki. Mimi nimechelewa kulala. Yaani ukiamka wewe kila mtu amke niache. Mama. Mama. Jamani. Mbona unaona fujo hivyo? Kwa hiyo ukiamka tu na kila mtu amke. Mama, sikusumbui. Ila kuna jambo la msingi kuhusu baba. Baba kafanyaje tena? Baba anaumwa. Anaumwa baba, anaumwa wewe? Mbona sikuelewi? Anaumwa baba. Baba asipopata msaada hatakuwa sawa kwa muda mrefu. Hivi Amanda, unajua mimi sasa hivi sikuelewi eh? Au malele ashakupanda tena kichwani? Wewe baba mwenyewe sasa hivi hajaamka. Tangu lini baba akaamka mapema? Na wewe umeamka sasa muda sio mrefu. Umejuaje kama baba anaumwa? Mama, kweli haki ya Mungu. Nenda kamwangalie chumbani. Pia unajua ni dhambi kuapia ukiwa unaongea uongo. Niamini mama, huo ni ukweli. Pia Winanda. Winanda. Kila siku natumia dawa naona kabisa hii hakuna jambo la dawa. Ya Winanda. Masai Winanda. Karibu kae Masai. Wewe kunikaribisha mimi? Karibu kae. Nikae hapo. Na nipatia ile sio dawa afu na niambia nikae hapa. Unanichukulia mimi bwage? Unaniona kama nani yako eh? Nakuuliza wewe, naniona kama nani yako? Unanipatia ile sio dawa. Wewe ile sema ile ni nini? Masai, utakuwa masharti umekosea. Mimi nakosea masharti? Nisinipande kichwani. Nisinipande kichwani. Nitakuja kufuluga kila kitu afu useme Masai ile mubaya. Nitakuja kufuluga kila kitu. Leo nataka nionyeshe. Yaani wewe lakini neje. Kila legenda jaloje. Sisi ndo Masai ya Longido. Kule polini kabisa. Dawa kila kitu tunajua. Isione kama nakuja kujitibia hapa kama si nashindwa kujitibia. Sisi tunaweza kujitibia. Ila mtu kujitibia yenyewe haiwezi. Wewe unanipatia ile, unaniambia ile nani demu. Alafu nakosa demu. Na kutumia dawa. Eti unaniambia napata demu haitokei. Naniona chise. Naniona ile gijaa. Nanichukuliaje? Inanichukulia kama manani yako eh? Hapana. Inanichukulia kama manani yako eh? Masai. Unanichukulia nani yako eh? Masai. Nataka nikuonyeshe leo useme Masai ile mtu sio mzuri. Wewe sio mganga eh? Naibia watu eh? Nachukulia watu mali sawa eh? Hapana. Unanichukulia mimi kama mjinga eh? Hamna Masai. Leo nataka nikuonyeshe.
Leo nataka nikuonyeshe useme Masai sio mtu mzuri. Sisi sio watu wazuri. Itakuja kutoboa kisu, utakuja kuchoma alafu useme kama yule Masai amekuja kupandisha moli. Wewe hauna kiti. Nakueleza. Demu hana kutokea, demu hajakuja demu yoyote. Si nikueleza? Sasa mbona mdemu haitokei? Leo nataka nikuonyeshe. Umenipandisha moli. Naelewa? Umenipandisha moli. Nakuuliza wewe niambia. Leo nakupasua. Najua nakupasua leo. Najua leo nakupasua. Nakutoboa mpaka kila mtu ikija hapa nakuta damu. Unachezea hela za watu. Wewe unachezea hela za watu. Najua hela inapatikana vipi? Sisi tunaifili saidi, tunajiumiza kule na ng'ombe, napitisha ng'ombe na nini, nakutana na nyoka tatu kwa ajili ya kuja wewe uitengenezee mazingira yangu. Umeniona mumu shamba Umeniona chizi? Hamna Masai, hamna. Hamuna Umekosea masharti itakuwa. Wewe kitu masharti sitaki. Nakueleza kitu masharti sitaki. Nitakuja kutoboa. Kitu masharti sitaki. Umenielewa? Na nielewa. Nikisema kitu masharti sitaki. Mimi nakosea masharti na kati masharti wewe ndio unaniambia masharti. Wewe si ndio yenyewe na nieleza masharti. Hajaniambia ichukue na chumvi iweke katika makalio, haijasema. Sinakuuliza wewe, haijasema. Hajaniambia nichukue chumvi niweke kwenye makalio, haijasema. Leo. Wewe. Nikusaidia nini? Nimekuja kumuulizia mume wangu, Baba Amanda. Maana sio kawaida yake kulala mpaka sasa hivi. Ni mzima au shaanza kumpiga na matunguli yako kichwani? Wewe kama nani unamuulizia mume wangu kwamba ameamkaje? Haya mamlaka akakupa nani? Nina haki ya kujua ameamkaje. Anauma au haumi? Isitoshe, sio kawaida yake kulala mpaka sasa hivi na mtoto wake anamuulizia, kwa hiyo nimekuja. Utaniruhusu niingie ndani au utanijibu hapa hapa kama ni mzima ama la? Wewe msichana bwana, unanifurahisha. Hivi unavyojiangalia, una hadhi ya kuwa mke wa Twizi kweli? Maana makelele, mume wangu, si mume wangu ameamkaje? Hivi wewe ama Daraka akakupa nani? Sikiza nikwambie, kama umechoka kucheza na mwanao kwa ndani, toka nje. Ila mimi sitaki unipigie makelele kwanza kumuuliza habari za mume wangu. Shoga we, na hisi lugha gongana. Maana ninachokiuliza na unachonijibu ni vitu hivyo viwili tofauti. Swali langu ni kwamba mume wangu mzima au ushamzimisha? Hicho tu. Yaani ukinipa jibu lo yangu kwetu. Unajua nimechoshwa sana na makelele yako wewe mwanamke. Sitaki umuulizie mume wangu. Mimi na mume wangu tuko zetu ndani tumepumzika mama, tunajilimbwa sasa, tunaangukia huko tunageukia huko. Na kwa taarifa yako sasa, leo amenipa hivi vitatu. Upo mama? Yaani hapa nilipo roho yangu kwatu, yaani leo nina furaha. Sitaki hata kujibizana makelele na mtu. Upo? Narudi kwenye pointi mama, hizo sio shida zangu. Kama ni viwili, kama ni 7, utajijua wewe. Ni mzima Twizi au vipi? Mbona unashindwa kunielewa? Alafu leo sitaki kupigizana kelele na wewe Adela. Jibu swali langu. Hayo mengine mimi hayanihusu. Binti, hatutaki usumbufu. Tuache tupumzike zetu kwa raha zetu. Sawa? Lione macho unavyotoa kama kunguru. Lemba lile. Mkate uwapo. Ukisikia njaa utachemsha chai unywe. Teddy, mbona asubuhi
Alafu unawezaje kuondoka bila kunipa taarifa? Mara ya mwisho kuzungumza na wewe nilikwambia nini? Sihitaji unifuatilie popote ninapoenda. Unataka nikujibu? Naenda kwa mwanaume ananipa kula kila siku humu ndani. Hapo vipi? Teddy, mbona unashindwa kuniheshimu kama mwanaume? Kwa unashindwa kunipatia thamani yangu? Kwa nini? Heshima? Mbona mimi nikikuangalia naona hatuna tofauti? Ni kama vile wanawake wale wanaishi humu ndani. Unataka heshima gani? Kama unahitaji ni kuheshimu, tafuta pesa. Teddy, ina maana hujaona kazi yote ya kufanya zaidi ya kujiuza? Mbona kazi zipo nyingi baby za kufanya? Kuna kazi za kufanya za kuongeza kipato kidogo kidogo. Unaweza kufanya kazi ndogo ndogo kaongeza kipato. Sio lazima ujiuze Teddy. Koma. Na unisikilize kwa umakini. Sihitaji kuulizwa nimetoka wapi, ninaenda wapi au ninafanya nini. Na hayo ndio maagizo niliyokupatia jana. Usije ukajisaulisha Remi. Teddy. Kupenda sawa. Mekabwela. Usinilipe maumivu. Kisa sina hela. Maisha ni hatua na zetu mimi nawe. Baby unazijua. Maana sometime unaweza kutulaumu usiwa baba. Maisha yetu si akina baba. Baada ya kuhangaika kwa muda mrefu sana kujua ni nani anayetoa siri zetu, nimekuja kugundua Nurhat ndo anayetoa siri zetu kuhusu chanzo cha kifo cha mama. Na hivi tunavyozungumza, jana usiku Nurhat amempigia simu Twizy na kumwambia kila kitu, na akamwambia watu wanaohusika na kifo cha mama ni watu wa karibu sana na wanatoka katika familia hii. Hizo taarifa amezitoa wapi? Kiukweli mjomba, hata mimi sielewi, lakini mpaka sasa bado hajamwambia ni nani aliyehusika katika mauaji. Hivyo nilikuwa naomba mjomba, kabla mambo hayajawa mengi na ukweli wetu kujulikana, na kabla Twizy hajajua kitu chochote, ningeomba Nurhat auawe haraka sana. Asante kwa ushauri wako mzuri. Nurhat ana muda mchache sana wa kuliona jua. Zimwe likujwalo likumalizi sawa. Linakula kidogo kidogo lengo usijijue. Walisema utuzima dawa. Dawa kwangu ni mzigo. Teddy. Hakika leo umenifurahisha sana kipenzi. Vitu kama hivi sijai kupata kwenye maisha yangu. Unajua mpaka najiuliza ulikuwa wapi muda wote. Na sitamani kabisa hizi raha ziishie hapa. Nipe mama, nipe. Endelea kunichanganya zaidi. Mbona hapo bado mpenzi? Nitazidisha kuipa mambo moto moto, maana hilo ndio jukumu langu. Utakapokuwa unazidi kunifurahisha, na mimi nitahakikisha changamoto zako zote nazimudu. Sihitaji uwe na shida yoyote mama. Kiji, unatakiwa ufahamu kwamba Teddy anakupenda sana na anakutazama kwa jicho la tofauti. Upo tofauti na wanaume wengine. Hata wewe yani, uko tofauti sana na wanawake wengine. Ndio maana unaona niko na wewe. Hani, naomba nikukumbushe kitu. Si unakumbuka nikwambia na shida na 500,000? Au umeshasahau? Bahati mbaya niko nimeshasahau tayari. Lakini usijali. Nitakuwekea hapo ni simu mpenzi. Wow, asante. Nakupenda sana. Mimi nakupenda zaidi. Vipi lakini umefurahi? Nimefurahi sana Kiji. Unajua jana ulinikata sana. Hivi kwa nini ulikuwa upokee simu zangu? Ikiwa tayari tushakubaliana usiku utakuja kulala kwangu. Kwa nini ulifanya hivyo? Naomba unisamehe sana Hani.
Jana nilipata wageni walikuja bila taarifa, ndio maana nikashindwa kuja. Lakini si unaona leo nimekuja mapema, nimekupa yote unayohitaji. Teddy, kama shida ilikuwa ni wageni, si ungeniambia tu nikaja. Unajua wageni wako wewe ndio wageni wangu. Ningekuja, mbona vitu vidogo hivyo? Yaani kwa mgeni wangu yule, mimi sidhani kama ni sawa mngeweza kuonana. Sawa, kama utaki ndugu zako wanifahamu. Haya, lakini mimi nilikuwa nataka tu tufahamiane. Usijali, wakati mwingine. Kama nilivyokuambia na mgeni nyumbani. Kwa hiyo nimejiiba, naomba niweze kwenda ili niweze kumwahi. Nataka kuondoka tena? Unajua nimekumiss Teddy. Nilitegemea leo utashinda wote muda wote. Baby, mimi naomba niondoke. Ila nakuahidi baadaye usiku nitakuja. Usiwe na wasiwasi. Haya bwana. Nakupenda sana Teddy. Nakupenda sana Kija. Asante mama. Kuna muda najiuliza hivi magumu yaliumbiwa kwetu, maana changamoto zote kwangu. Mke wangu. Mume wangu. Ni wewe? Mshenzi nini? Wewe mwanamke, umefuata nini chumbani kwangu? Jamani. Baba Amanda, vipi tena? Vipi? Nani aliyokuruhusu kuingia chumbani kwangu? Wewe mwanamke wewe, kuwa na adabu. Atoka. Bwana mimi sitoki. Wewe. Nitakupiga. Hivi kweli jamani, hapa tu umetoka kunikumbuka, unataka kuniambia umenisahau tena mume wangu jamani? Mbona unanifanyia hivi? Hivyo ni chizi eh? Yaani unaingia mpaka chumbani kwangu alafu unaniita mume. Mshenzi mkubwa, toka. Chizi, usinifanyie hivyo, mwanzo nimekumisi mume wangu, lakini mbona unakuwa hivyo? Wewe usijitoe akili. Nimesema toka chumbani kwangu. Na mimi sitoki. Bana mimi leo nabaki humu. Yaani mpaka huyu mwanamke anajifanya mke wako anikute. Aje tuweke vitu hizi. Kupiga mbao wewe. Unajichomoa akili eh? Nakupa dakika moja, toka chumbani kwangu. Twizi, lakini usinifanyie hivyo. Mimi ndo mke wako. Basi jaribu basi kunikumbuka, lakini sisi tulikuwa tunataka kuongea vizuri tu hapa. Hivi wewe unataka nini? Unataka unipe kesi eh? Toka chumbani kwangu. Baba. 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 Kweli wanaume tumeumbiwa changamoto, vichwa vyetu vinabeba mambo mazito. Maisha ni kama barua haisomi kwa inji, maana sometime unaweza kutulaumu usiwa baba. Maisha yetu si akina baba, yana changamoto. Musitusome kwa muonekano, mtajidanganya. Sometime wake zetu watulaumu, eti tunazikimbia familia zetu. Kuna wakati twazikimbia
familia zetu.